Nasikia kuomba nawe maombi ya kukemea roho ya mapooza. Kuna mtu unaweza kuvamiwa na roho ya mapooza, pengine ni wewe. Roho ya mapooza ni nini? Ni kuvamiwa na roho ambayo inafanya kila unachokianzisha kinapoa, akioti, kinakuwa baridi. Na wengine mmepata mapooza kabisa kwenye mwili. Roho ya mapooza ni kila kinachoanzishwa hakizai. Ni kila kinachoanzishwa kinakufa. Unajitahidi kuanzisha hiki, kinakufa. Unajitahidi kufanya hiki, kinakufa. Hata ukiweka juhudi nyingi, ukaweka bidii nyingi, kama una roho ya mapooza, chochote kitakachoanza kwenye maisha yako kitakufa. Kama vile mapooza akiwa kwenye mwili wa mtu, anakuwa ni kweli kabisa na viungo, lakini hawezi kuinua mkono wake au mguu wake kupeleka mahali fulani. Manake ni kama mtu sasa anavyokuwa hawezi kuinua mkono, vivyo hivyo sasa kwenye maisha yako ya mapooza. Manake kila unalotaka ulifanye, unakuta kweli unatamani ulifanye, lakini hauna nguvu ya kufanyikisha jambo hilo, hauna nguvu ya kuinua jambo hilo, hauna msukumo, hakuna zile neva ambazo zinapeleka taarifa, zile nguvu za taarifa kwamba sasa mkono au mguu unatakiwa ufanye hivi. Vivyo hivyo kwenye maisha yako unakuta unakosa nguvu ya kufanyikisha kitu fulani. Ni kweli ndani yako unasikia natamani kufanya hiki, lakini unakosa nguvu kwa sababu kuna mapooza ya kiroho kwenye maisha yako. Maombi haya yataenda kuondoa kila mapooza. Maombi haya yataenda kuondoa kila mapooza. Kuna wakati nabii wa Mungu alikutana na watu wa mji, wakamwambia, mahali hapa ni pazuri kama nini, lakini mahali hapa kuna changamoto moja. Watu wa mji huu ni watu ambao wana mapooza. Kila wanachokifanya kwao kinakuwa mapooza, watoto mapooza, vitu vyao vinakuwa mapooza. Tunaona nabii wa Bwana akaenda mpaka kwenye chemichemi, akaenda kumwagia kwenye ile chemichemi na kuitakasa ile chemichemi kwa chumvi na kuibariki ili iweze kuwa na baraka. Nami natamka kwa jina la Yesu, kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai, kila mapooza kwenye maisha yako, kila mapooza kwenye kazi yako, kila mapooza kwenye uzao wako, mapooza ya ndoa, mapooza ya mahusiano, mapooza kwenye eneo lote lile, yanaenda kukuachia. Nitakapokuwa naomba maombi ya kutoa mapooza, utasikia nguvu ya Mungu inakushukia. Utasikia viungo vinatikisika. Utasikia hali ya giza inakuachia. Mwingine utasikia kupiga miayo. Mwingine utasikia kuna vitu vinaondoka kwenye tumbo lako. Mwingine utasikia kuna vitu unataka utapike, vinataka vitoke. Ng'ang'ana, kwa sababu mapooza yanaweza kakaa kwenye eneo lote kwenye mwili. Baba, katika jina la Yesu, namleta mtu huyu mbele zako. Nenda kila kinyume na roho ya mapooza. Ewe mapooza, kwenye engo yote, kwenye namna yote, kwenye eneo lolote, kwenye nafsi ya mtu huyu, na amuru kwa jina la Yesu, wewe ambao umeinua mkono wako, wewe ambao umegusa mahali ambapo unasikia mapooza, na kufungua kwa jina la Yesu. Wengine mapooza ya kiuchumi, wengine mapooza ya kimaendeleo, wengine mapooza kwenye ndoa, wengine mapooza kwenye matumbo. Ewe pepo na mapooza, toka mapooza, toka mapooza, toka mapooza. Wengine viungo vya mwili vimepoa, wengine mmeota ndoto za stroke, na ziamuru hizo ndoto na hayo maagano ya mastroku. Toka mapooza, toka pepo na mapooza. Kila mapooza aliyotuma kwako, kila mapooza yawe ya kiroho au ya kimwili, kwenye eneo lolote kwenye mwili wako, saa hii nguvu ya Mungu inapita. Wengine mlifungwa kwa wivu, mlifungwa kwa kuonewa wivu, mkawekewa mapooza. Wengine mkaendewa kwa waganga, wakawafunga kwa vifungo vya mapooza. Nami naamuru kila pepo la mapooza, toka, toka roho mapooza, toeka roho mapooza, na pisha roho chafu ya mapooza ikuachie kuanzia sasa. Naenda kila kinyume nayo. Moto wa Yesu unapita, moto wa Yesu unapita, unaondoa mapooza, unaondoa mapooza. Ewe mapooza na kulipua, ewe mapooza na kupiga na kuamuru, toka, toka roho mapooza kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naamuru mapooza, toka, toka kwenye mikono hiyo, toka kwenye miguu hiyo, toka kwenye mikono, kwenye nyayo za miguu. Mapooza kwenye sura, mapooza kwenye kazi, mapooza kwenye tumbo. Mapooza natapishwa, natapisha mapooza, natapisha mapooza. Roho ya mapooza uliotumiwa kutoka upande wote ule, saa hii nguvu inapita, saa hii nguvu inapita. Hapo hapo ulipo, hiyo nguvu inapita, hiyo nguvu inapita, hiyo nguvu inapita. Unasikia kuna vitu vinakimbia, hivyo vinapiga kelele, hivyo vinapiga kelele. Tetemesha mapooza, shoti ya mbinguni, shoti ya umeme ya moto ya Mungu kwa jina la Yesu. Na achilia shoti ya kimbingu, iteketeze, ivunje vunje, na piga kwa nyundo ya mbinguni, nyundo ya mbinguni, pigo la 10 kwa jina la Yesu. Ewe pepo la mapooza, toka, toka, una mamlaka,
toka, una mamlaka na kuapisha. Mwachie mtu huyu saa hii. Roho ya mapooza, kataa ndani yako, kataa kwa familia yako, kataa kwenye maisha yako. Roho ya mapooza kwenye mikono. Wengine mikono yenu imewekewa mapooza. Kila unachokianzisha, kila unachokifanya hakina matokeo. Nami naamuru ayo mapooza kuachie, ayo mapooza kuachie, ayo mapooza kuachie. Roho ya mapooza, roho ya mapooza, toka sasa, toka sasa. Naipiga, naipindua, naibatilisha kwa jina la Yesu. Mapooza ondoka, mapooza ondoka. Roho za mapooza toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu naamuru, chungu cha mapooza pasuka, chungu cha mapooza pasuka, bahari ya mapooza pasuka, pasuka sasa. Walikofunga jina lako, walikofunga nafsi yako, walikofunga nywele zako, walikofunga unyayo wako, walikofunga macho yako, walikofunga chochote kwenye mwili, iwe ni nguo yako ya ndani, ili uwe na mapooza, moto, moto, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu. Toka pepo la mapooza kwa jina la Yesu. Wengine wamefungwa kwa vifungo vya viuno kwa jina la Yesu. Chochote ulichofungwa kwenye kiuno ili kilete mapooza kwako, naamuru sasa mapooza ondoke. Mapooza, mapooza ondoka. Ewe roho ya mapooza, ewe roho ya stroke, ondoka kwa jina la Yesu. Toka, toka roho ya kupooza, toka pepo la mapooza kwenye nafsi yako. Wengine mnaota ndoto, wengine mnafuatiliwa, mnatafutwa kutumiwa roho ya kupooza, na ikemea. Toka pepo la mapooza, achia njia hiyo, achia mipenyo hiyo, achia nafsi ya mtu huyu, achia fahamu zake. Wengine akili zimekamatwa. Kama kuna namna adui amekamata akili yako, imekuwa na mapooza, imekuwa ifikiri vizuri, imekuwa iwazi vizuri, au kuna mtu yote kwenye familia yako amefungwa kwa mapooza, natuma nguvu ya Mungu, natuma nguvu ya Mungu ikamfyatue, ikamfungue. Na amuru roho ya mapooza, toka kwa moto wa mbinguni kwa jina la Yesu. Na sambaratisha kwa wivu wa Mungu. Mtu mmoja ufunguliwe sasa, mtu mmoja ufunguliwe sasa. Kama umefungwa kwa kufuri, hilo kufuri na alifungua, haijalishi funguo yake imetupwa baharini, imetupwa wapi, na amuru shoti ya mbingu ikafyatue kufuri hilo, likatike, lipasuke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uliyefungwa kwa magugu maji, uliyefungwa kwa uchawi wa bahari, na kuita funguliwa sasa. Mapooza pasuke. Uliyefungwa kwa samaki, uliyefungwa kwa nyoka, na kufungua, na kufungua. Uliyefungwa kwa paka, na kufungua. Uliyefungwa kwa mbwa, funguliwa sasa. Uliyefungwa kwa wanyama, haya funguka, funguka. Kuna wengine mefungwa kwa wanyama, wengine mefungwa kwa mizani, na kufungua. Na pasua miungu, na pasua madhabahu, na pasua viringe, na zibua kwa jina la Yesu. Wale mliofungiwa chooni, kuna uchawi wa chooni ambao mtu anakutamkia maneno alafu anatupa huko chooni, kama vile ambavyo choo huwa akiwezi vutia katika shimo lake, ndivyo unavyokuwa uvutii. Na vua hayo mapooza kwenye mwili wako, na vua ngozi ya mapooza, na vua nafsi ya mapooza. Kuanzia sasa funguliwa hayo mapooza ya kuzuiliwa, kwamba miaka nena rudi uko pale pale, haupigagi hatua, miguu yako imekuwa kama ni mtu mwenye stroke, uko pale pale. Nafungua miguu hiyo, nafungua nyayo hizo, nafungua nafsi hiyo, na kufungua. Pokea ufungulivu kwa jina la Yesu. Anaanza kuenda sasa. Pokea urejesho, pokea uzima kwa damu Yesu, kwa damu Yesu, kwa damu Yesu. Kuna mtu anafunguliwa sasa kwa damu Yesu, kuna mtu anafunguliwa sasa kwa damu Yesu. Funguliwa, funguliwa, funguliwa. Mapooza achia, mapooza achia, mapooza achia, mapooza achia. Saa hii unafunguliwa, saa hii unafunguliwa. Vitu vyote vya giza vinakimbia, vinakuachia. Wewe ni mtu bora, wewe ni mtu wa thamani. Pokea ufungulivu, pokea ufungulivu. Mapooza yote nimeabroku kwa jina la Yesu, nimeanyamazisha kwa jina la Yesu. Pokea ufungulivu wako kamili katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akuweke huru kwa jina la Yesu. Mungu akutie nguvu. Nimenyamazisha mapooza yote kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Unaweza kujiconnect na maombi haya kwa kusindikiza kwa sadaka yako ya kuondoa mapooza. Unasema, mtumishi wa Mungu, hii ni sadaka yangu ya kuondoa mapooza kwenye mambo yangu yote. Pengine una mapooza kwenye eneo fulani. Sema, Baba, katika jina la Yesu naondoa mapooza kwenye eneo fulani. Litaje hilo eneo. Tamka sema, Baba, katika jina la Yesu naondoa mapooza. Taja kwenye hilo eneo ambalo unaliondoa mapooza. Taja tena mara 3. Sema, Baba, katika jina la Yesu naondoa mapooza kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Kama ulivyotamka mara 3 ni utimilifu wa kimungu. Mungu akupe neema
na Mungu akupe wepesi katika jina la Yesu. Achilia sadaka yako kwa namba inaonekana kwenye skrini yako iliyoandikwa M-Pesa. Nataka niombe sadaka yako ya hiari. Baba, katika jina la Yesu ninaibariki sadaka mtu huyu, ikawe ni sadaka ambayo itaenda kusukuma maombi haya, itaenda kumrejeshea kila kilichoibiwa, itaenda kuchochea moto wa maombi, nami nakufungua kwa jina la Yesu. Pokea wepesi kupitia sadaka hii. Kama ulifungwa kwa sadaka, ulifungwa kwa kuku, kwa mbuzi, sadaka hii iambatane na jina la Yesu. Sadaka hii iambatane na nguvu za Mungu, na imeandikwa nao katika siku zao, katika siku za mwisho, katika nafasi ambazo Mungu amewapa, wanao mamlaka kugeuza maji kwa damu. Nami naigeuza sadaka hii iambatane na damu ya Yesu Kristo aliye hai, ikalete mema, ikanene mema kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Iachie sadaka yako kwa kapu la sadaka 0743 913291 0743 913291. Jina ni Godwin Ndelwa. Mungu akubariki, akutende mema. Unaweza kuinua imani yako na ukamwona Mungu. Karibu pia kwa mitandao ya kijamii kwa kuandika Maombi ni Dawa. Mitandao yote tuna zaidi ya watu wengi kabisa wanaotufuatilia. Kama ni kwa njia ya YouTube tuna zaidi ya watu 100,000, tunaenda na 20, na kwa njia ya TikTok tuna zaidi ya watu karibuni 300,000. Kwa hiyo tunafuatiliwa na watu wengi. Usijione kama uko peke yako, unaweza kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe wa kwanza kupokea vipindi vinapotoka. Mungu akubariki, akutendee mema, uwe na wakati mzuri.